Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Young Africans. Kulingana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, mambo yanaonekana kuto kwenda vizuri, licha kwamba Young Africans wapo juu ya msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini bado huku mambo ndani hayajakaa sawa kuelekea katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Young Africans ni kama vile wanapitia wakati mgumu kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo gani ambayo yanawafanya Young Africans ionekane ni ngumu kwa wakati huu? Ni kutokana na kile ambacho kilichopo na ambacho kimeweza kutolewa ufafanuzi kuhusiana yale yote ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Ni mambo gani hayo? Ni haya hapa ambayo mimi nimekusogezea kwa wakati huu. Utakwenda kujua moja baada ya jingine linalo tokea kwenye kikosi cha Young Africans kwa wakati huu. Utakwenda kufahamu kinachowapelekea Young Africans kuwa na ugumu mzito kweli kweli kuelekea katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Taarifa kamili yote mimi nimekusogezea hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Yanga unafahamu ya kwamba iliweza kufanya usajili mkubwa kweli, usajili wa kutisha katika kipindi cha dirisha la usajili, lakini mambo kidogo yanaonekana kutowaendea vizuri katika zile sajili zao ambazo zilizopo. Kuna wachezaji baadhi hawaonekani kabisa kuweza kupata nafasi, licha ya kwamba kulikuwa na kocha mpya ambaye alikuwa ni Romain Folz ambaye alianza nao wakati waliposajiliwa na akafanya nao kazi, lakini nafasi walikuwa wapewi. Lakini pia alipokuja kocha mwingine ambaye ni Pedro, bado nafasi imekuwa ni ngumu kuwaona nyota hao wakiweza kupata nafasi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Na hii sasa ndio tathmini ambayo imetolewa juu ya usajili ambao Young Africans walikwenda kufanya kwenye kikosi chao. Unaambiwa wa Young Africans ambayo ilifanya usajili wa wachezaji 11 mpaka sasa. Hapa tutaangazia wachezaji waliopata nafasi ya kucheza na ubora walioongeza ndani ya timu kwenye michezo 9 ya kimashindano waliocheza mpaka sasa. Mohamed Hussein kuingia kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja sababu ya uwepo wa Shadrack Boka na kutoshiriki kamilifu pre-season na Yanga ambayo ni timu mpya kwake, ila kadri muda unavyoenda anaonesha thamani yake ndani ya timu. Michezo 3, bao 1, assist 1 kwa mchezaji anayecheza football, sio mwanzo mbaya kwake, unaona bana. Hususan yeye pia ni beki. Lakini kwa upande wa Alassane Kouma, unakumbuka kuwa alifunga goli la kwanza la Yanga msimu kwenye ligi kuu, lakini bado anahangaika kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga. Anahitaji kufanya kazi ya ziada ya kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza, eneo ambalo limesheheni wachezaji wengi sana, unaona bana. Lakini katika upande wa Mohamed Doumbia, moja ya sajili zilizozungumzwa sana na kupewa jina la
hapa nazungumzia AI, lakini bado hajaprove kwa kiwango kikubwa kuwa anastahili kupewa jina la AI, ukizingatia mtangulizi wake Aziz Ki alifanya vizuri sana kwenye eneo lake. Lakini mtu mwingine ambaye ni Musa Bala Conte, huu sasa ndio ulikuwa ni usajili ambao uliweza kutikisa Tanzania, kwa sababu ni usajili ambao ulisheheni vita kubwa kwelikweli ya kifedha na pamoja ushawishi, na ikaonekana ya kwamba Young Africans wao wameshinda katika ushawishi pamoja na kifedha kuweza kumpata nyota huyu mkubwa kabisa ambaye aliweza kuwa ni moja kati ya gumzo kubwa kwelikweli. Usajili huu ambao inaelezwa kwamba ulikuwa na maneno mengi kwelikweli, lakini mambo yakaja kuwa tofauti na vile ambavyo wengi walitarajia juu ya hapa nazungumzia Bala Conte. Usajili uliozungumzwa sana kutokana na uhitaji na aliyekuwa mwalimu wa Simba Fadlu Davis na Yanga kufanikiwa kumpata, ila bado ana struggle kupata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza, tofauti na matarajio ya mashabiki wengi ambao walitegemea hilo. Lakini katika upande mwingine kuna Ofen Chikola, winga ambaye ana uwezo wa kucheza kwenye maeneo ya pembeni, iwe kulia au kushoto. Sajili za kuongeza upana wa kikosi na kumchallenge kuwa kwenye upande wa kulia. Bado hajawa bora sana kwenye kucreate nafasi pamoja na kufanya movement sahihi, licha ya jitihada zake za kujituma. Anatakiwa kuongeza utulivu na kuongeza ufanisi wa pasi zake. Lakini katika upande mwingine kuna Edmund John, usajili ambao haukuimbwa sana, ila anapata nafasi ya kucheza kutokana na spidi na control nzuri ya mpira, ila changamoto yake ni kwenye usahihi wa matendo, kwa maana eneo la pasi apige pasi, eneo la kupiga apige, akiboresha eneo hilo. Ni miongoni mwa mawinga tishio kutokana na sifa zake, kwa maana ya kasi, chenga, ball control ya hali ya juu. Lakini katika upande mwingine kuna Celestine Ekua. Mechi ya Yanga Day alikuwa star wa show, mechi ya ngao ya jamii akufanya vizuri, mechi za kimataifa pia, ila kwenye michezo miwili ya ligi kuu anatuonesha nini anachoweza kukifanya kupitia miguu yake. Ana sifa nyingi za kuja kuwa winga bora wa kulia kutokana na uwezo wake wa kufunga na kupika mabao. Lakini katika upande wa striker la magoli sasa nazungumzia Andy Boyeli. Akuanza na mguu mzuri, alikuwa na struggle kupata form yake. Mbaya zaidi namna timu ilivyokuwa inacheza na aina yake ya uchezaji ni avishabiani. Yeye ni standing striker. Yanga wamefanikiwa kwa kuwa na all around striker ambaye anacheza kwenye maeneo mengi ili kucreate space kwa viungo wake. Mechi iliyopita mabao mawili anaweza kumjenga hali ya kujiamini kwenye kikosi cha Yanga. Kwa hiyo pengine hii inaweza kawa ni namna nzuri. Lakini katika kuelekea katika mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga dhidi ya FAR Rabat ya kule Morocco, unaambiwa Yanga ni kama vile imeshuka kiwango. Ameandika Hans Laffel, mchambuzi wa soka, anasema kwamba nakubaliana na wote wanaosema kiwango cha Yanga kimeshuka. Hata mimi naona hivyo kwa macho yangu, ila tujiulize ni timu gani nchini inacheza vizuri kuliko Yanga hii ambayo imeshuka kiwango? Binafsi nadhani tunaihukumu hii Yanga kupitia Yanga ya msimu minne nyuma. Yani Yanga hii tunaishindanisha na Yanga ya misimu minne au mitatu ya nyuma, na sio timu nyingine nchini. Huo ndio ukweli. Yani akimaanisha kwamba Yanga wanajichallenge wenyewe. Yani Yanga wanajishindanisha wenyewe kwa wenyewe na sio timu nyingine. Yani kwamba Yanga imeshuka ubora, lakini nani ambaye anacheza kama wao? Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinachozungumzwa kwa sasa. Lakini tunaelekea katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo Young Africans zinaonekana kutokuwa na utulivu, kushindwa kutengeneza nafasi na kushindwa kuweza kujilinda ipasavyo. Ndio hii inayotia hofu kuelekea katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Tunaitazamaje Young Africans kuelekea